vyombo vya habari. Hapa siwezi kuvitaja vyote. Kamera hizi mnazoziona mbele zenu zimetenda nafasi yake kwa namna pekee sana. Sina shaka watu hawa wanapoitwa muhimili wa 4 na ikibidi ukawe kikatiba, kwa sababu kazi walioitenda ilikuwa ni kazi ambayo kama sio magazeti, social media kuvumbua yaliyokuwa yamefichwa sirini, yumkini yasingejulikana. Mungu awabariki sana waandishi wa habari. Jamii na ndugu, mshikamano wenu kipindi tunamtafuta Naomi, tulimtafuta kwa takriban siku 60. Grupu la ukoo, kila mmoja wenu kwa majina akijitaja mwenyewe, hatuna namna ya kuwashukuru zaidi ya kuwaombea baraka, kwa kuomba ili haki ya Naomi ipatikane. Ombi letu kwa serikali, tunaomba serikali waangalie kwa jicho la pekee mashahidi waliojitokeza kutoa ushahidi wao, kwani baadhi yao walikumbwa na usumbufu na vitisho. Miongoni mwao ni daktari aliyefanya uchunguzi wa afya ya akili ya mtuhumiwa. Alivamiwa siku chache kabla ya kutoa ushahidi wake mahakamani kwa lengo la kuporwa ripoti halisi aliyokuwa anakuja nayo kuiwasilisha, baada ya ripoti halisi iliyokuwepo kwenye jalada kuchakachuliwa, ikionyesha kwamba mtuhumiwa alikuwa na hakuwa na akili timamu. Hata hivyo, daktari huyu ambaye hatukuwahi kumuona hata hapo kabla, hatujui alipata ujasiri kutoka wapi kuilinda ripoti halisi ambayo alisafiri nayo kwa SGR kutoka Dodoma na kuwasili jijini Dar es Salaam moja kwa moja, akapanda kizimbani na kuthibitisha wazi kuwa ameshatekeleza tukio lile alikuwa na akili timamu. Jambo ambalo lilituacha midomo wazi, kwa sababu hitimisho hilo lilikuwa ni kinyume na taarifa iliyokuwa imewasilishwa mahakamani pale kabla ya hapo. Uaminifu na ujasiri wa daktari huyu ni kiashiria thabiti kuwa anastahili kuaminiwa kwa nafasi kubwa ya maamuzi, ili ikawatie moyo watu wengi wa aina hii ambao huwa hawasikiki katika jamii na hawapewi heshima yoyote. Aidha, tunatoa pongezi, lakini tunaomba serikali ikawaangalie kwa jicho la pekee la utofauti timu ya mawakili wa serikali waliojitokeza kulinda haki na viapo vyao vya uaminifu licha ya vishawishi na vitisho kutoka kwa mtuhumiwa. Walihakikisha haki inatendeka. Timu hiyo iliongozwa na Yasinta Peter PSA akiwa na wenzake Mwasiti Ali, Ashura Mzava pamoja na Eric Ala. Walifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha haki inashinda. Jitihada zao zilimrahisishia jaji kufanya maamuzi ya haki kwa wepesi, huku akimtanguliza Mungu katika utendaji wake. Tunamwombea Mungu amlinde Jaji Mwanga na wote waliotumika katika kutenda haki katika kesi ya Naomi. Wito wetu kwa jamii. Tukio hili limeacha funzo kubwa kwa jamii yetu yote. Tunatoa wito kwa kila mmoja wetu kuwa mstari wa mbele kabisa katika kupinga ukatili wa kijinsia na dhuluma za kifamilia. Kulinda na kuthamini maisha ya kila mtu. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha usalama wa familia na jamii kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.